Na salamu zetu za dhati zipate kuwafikieni wapenzi watazamaji wa Kibenge TV popote mlipo. Matumaini yetu mko salama salimini, na tunatumia fursa hii kuwakaribisheni kusikiliza habari za matukio ya kila siku. Leo tarehe 17 Februari mwaka 2026, na tukianzia huko jimboni Kivu ya Kusini, ambako ukiachana na matukio ya uporaji yaliyoripotiwaga mjini Uvira, kwa mujibu wa mashirika ya kiraia yanaripoti kuwako kwa tuhuma za uporaji wa kimfumo wa mali na rasilimali unaoendeshwa na majeshi ya Rwanda RDF ama M23, na tuhuma hizo zinatokea kijijini Mudaka na Lomera. Na tukianzia pale Mudaka, uporaji unaoripotiwa mahali pale ni walami ama goudron. Kwa mujibu wa mjumbe mmoja wa shirika ya kiraia, amesema kwamba ni tangu tarehe 15 kwa majira ya asubuhi wapiganaji wa M23 walivamia na kupora lami ama goudron iliyokuwa imehifadhiwa ndani ya uzio wa kampuni ya Wachina huko Mudaka. Kwa mujibu wa ushuhuda huo, lami hiyo ilikusudiwa kutumika katika ujenzi wa barabara ya Chivanga hadi Bunyakiri, barabara ya Hamsar hadi UCB Kalambo. Vijana walidahiwa kukusanywa kwa nguvu katika kituo cha Mudaka ili kubeba vifaa hivyo vya ujenzi. Wakazi wanasema kitendo hicho kinahatarisha miradi ya miundombinu na kuongeza mateso kwa jamii tayari zilizoathiriwa na vita. Na kule Lomera, wakazi wanadai kuwepo kwa usafirishaji mkubwa wa mchanga wenye madini kutoka eneo la uchimbaji kwenda nje ya Kongo. Kwa mujibu wa mashahidi, ni zaidi boti 50 ama 50 boat na mitumbwi yenye injini kuripotiwa kutia nanga mara kwa mara kupakia mchanga huo. Shughuli hizo zinafanyika mchana na usiku licha ya marufuku ya awali iliyotangazwa na uongozi wa waasi hao. Wakazi wanalalamika kuwa hawafaidiki na uchimbaji huo. Mashamba, makazi na vyanzo vya kipato vimeathirika. Baadhi ya familia zinakabiliwa na njaa huku rasilimali zikichukuliwa. Tuhuma hizi zinaongeza msuguano kati ya Kinshasa na Kigali. Serikali ya DRC imekuwa ikishutumu Rwanda kwa kuunga mkono M23 na kuhusika katika mtandao wa usafirishaji wa madini kutoka maeneo yaliyo chini ya udhibiti wa waasi. Kwa upande wake, serikali ya Rwanda imekuwa ikikanusha madai hayo mara kwa mara. Na taarifa hizi zilithibitishwa naye gavana wa jimbo la Kivu Kusini Bwana Jean-Jacques Purusi Sadiki hiyo jana Jumatatu tarehe 16 Februari mwaka huu, kwa kuweka wazi ya kwamba, na mnukuu, "Tunalaani kwa nguvu zote uporaji wa lami uliofanyika Mudaka. Hii ni hujuma ya wazi dhidi ya miradi ya ukarabati wa barabara katika jimbo letu", mwisho wa kunukuu. Tuhuma hizi ambazo tayari kuthibitishwa rasmi zinaweza kuongeza shinikizo la kimataifa dhidi ya wahusika wanaodaiwa, kuimarisha hoja ya DRC kuhusu uporaji wa rasilimali zake, kuathiri zaidi hali ya kibinadamu katika mkoa wa Kivu Kusini. Hali inabaki kuwa tete, huku jamii za kiraia zikitoa wito wa uchunguzi huru na uwajibikaji wa kimataifa. Na katika jeshi la FARDC kuna madai mengi sana yanayodai kupenyezwa kwa jeshi hilo ama kuwa infiltrate kwa jeshi hilo, kitu ambacho mpaka sasa watu wako wanashindwa kuelewa ni kwa sababu gani wakongomani wanawezaje kupenda fedha kuliko udongo alioachiwa na wahenga ama mababu sao. Yani kisa kununua gari unakubali mama yako, baba yako na ndugu zako wengine wafe kiolela, alafu baadaye uje ujitape mbele zetu ya kwamba wewe ni mwanaume. Jambo hili la kuwa infiltrate na maadui si tena kitu cha kuendelea tunasikia, maana ni mambo ya aibu sana. Na siku hizi wale watu ambao mnaweza kuzania kwamba wao ndio wanaotukingia vifua sisi Wakongomani, utakuta kumbe wao ndo tayari wameshaoza na virusi vya kupokea rushwa. Yani katika matiere ya kula rushwa wao tayari ni maprofessional. Yani kuta ama vibambazi ambavyo vilipaswa kulinda taifa vinaanza kutuponza
kwa kupasuka kwa ndani. Mpaka imekuwa kila siku ni sharti vyombo vya usalama nchini vikamate watu, tena wanajeshi wa ngazi za juu kabisa wanaodaiwa kushirikiana na maadui, na hii ni ishara ya udhaifu unaotia wasiwasi kabisa katika mioyo ya Wakongomani. Ndugu mtazamaji wa Kibenge TV, katika usiku wa tarehe 14 kuamkia tarehe 15 Februari, katika kambi ya Badiandingi, maafisa wawili wa ngazi za juu wa jeshi la taifa FARDC walikamatwa na CNC, na waliokamatwa ni Kanali Justin Doki na mwenzie Luteni Kanali Mireye Kika. Watu hawa wanashtakiwa kwa ushirikiano ama adui. Kukamatwa kwao kunaonesha mashaka ya degré ama profondeur ya infiltration ndani ya safu za jeshi. Na ukiangalia vizuri, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, tangu watu hawa waanze kukamatwa, hakuna siku washagataja mwanajeshi wa kawaida tu ama kaporali. Ni maafisa tu ama maofisie, yani wao ni Wakongomani damu tu, lakini akili, roho na ideoloji ni ya Kinyarwanda. Unakuja mtu mzima yuko anasaidia nchi jirani ipate namna ya kuivuruga nchi yake, eti kisa yeye aishi maisha mazuri, bila kukumbuka ya kwamba anaweza akauzisha nchi yake na yule aliyeinunua akaja akamfanya yeye kuwa mtumishi wake, maana atakuwa hana tena pa kukaa wala pa kuishi. Tayari udongo wake ameshauuza. Sasa kusema eti apate pa kuishi na pa kulala, itambidi tena yeye aanze kumtumikia yeye aliyenunua ardhi ili apate kumpa hifadhi. Yani ndo maana hatupaswi kabisa kukubali kumwachia mtu hata sentimeta yoyote ile ya udongo wetu, lakini watu wengine wao ndo wanaona sasa kama ndo biashara. Cha kushangaza ni kwamba maafisa hao wawili wanakamatwa wakati ambapo wimbi kubwa la kukamatwa kwa wanajeshi wasaliti limeshapita. Yani wao hawakujifunza hata kwa mfano wa wale wengine ama wale wenzao waliowatangulia kushikwa. Tunaomba jeshi letu la FARDC kujishika kama jeshi thabiti lenye nidhamu na elimu tosha, maana hakuna aliyekuwemo bila kupita kwenye mafunzo ya kijeshi. Kumbuka wewe mwanajeshi, uliapa kulinda mipaka ya Kongo. Kumbuka uliapa kulinda raia pamoja na mali yake, na cha mwisho ambacho ni cha ajabu sana, uliapa utafia nchi yako ya Kongo katika muktadha wa kuitetea, iwe kwa magomvi, vita na majanga mengine. Lakini leo sasa cha kushangaza ni kwamba kuliko wewe mwanajeshi ufie nchi na raia wako, basi ni raia ndo wanaanza kufa kwa sababu yako wewe, maana unakubali kupokea rushwa na kumpa adui njia ya kupenyeza ili aje auwe ndugu zako. Hiyo sio ndo wito wa kazi yako, wala sio namna ambavyo unapaswa kufanya mambo. Tunawaombeni sana wanajeshi wetu, tegemeo la usalama wa nchi yetu, ya kwamba achaneni na hayo mambo na mwenende katika njia iliyonyooka na kumuunga mkono rahisi, ili kwa pamoja tutengeneze hii amani ya kudumu ambayo kila mmoja wetu anatamani kuiishi. Na kwa serikali yetu pia, vitengo vya usalama na vya ujasusi na jeshi viendelee kutumika kwa ustadi mkubwa, ili mpate kuwakamata kila siku wale ambao watakaoisaliti Kongo. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunaweka nukta kwa awamu ya kwanza ya habari za matukio ya kila siku. Tukutane kwa majaliwa kwa kuzidi kuhabarika zaidi. Chao.